Yes, yo, ebana mambo vipi? Hope uko poa mwanangu. Mimi naitwa Gadizo. Hii ni Global TV. Karibu nikusogezea update kuhusiana na masuala mazima ya entertainment. Yo, you know what? Ebana noma kabisa hii mzee wangu. Ebana taarifa ikufikie kwamba msanii wa muziki wa Bongo Flava, namzungumzia Juma Jux, anashika rekodi ya kuwa msanii namba 1 Tanzania ambaye amefuatiliwa zaidi kwenye majukwaa ya muziki kwa maana ya digital platforms ambazo zinafanya vizuri duniani. Hii ni kwa mujibu wa website moja ambayo imekuwa ikikusanya data tofauti duniani kote kwa wasanii wote ambao wanafanya vizuri. Hii inaitwa Nobnet, ni moja kati ya jukwaa kubwa ambalo limekuwa likitoa takwimu hizi kwa muda mrefu. Sasa ripoti ni kwamba Juma Jux anashika nafasi ya kwanza Tanzania, lakini Juma Jux anashika nafasi ya 479 duniani kwa wasanii waliofuatiliwa zaidi kupitia majukwaa haya ambayo nimeyataja. Na nafasi ya pili inashikwa na Diamond Platnumz, mtoto wa Tandale, ambaye yeye anashika nafasi ya 508 duniani, na nafasi ya tatu inashikwa na msanii Kilungi, kwa maana ya msanii Mbosso, ambaye yeye anashika nafasi ya 590 duniani kwa kufuatiliwa kupitia majukwaa mbalimbali ya kidijitali. Na nafasi nyingine ya 4 inashikwa na Zuchu, ambaye yeye anashika nafasi ya 739 duniani, na Harmonize anashika nafasi ya 5, yeye akishika nafasi ya 748 duniani, na mwisho kabisa Alikiba ndiyo anayetokea kwenye listi kama mtu ambaye anafunga kwa upande wa Tanzania, akifuatiliwa ama akishika nafasi ya 749 duniani, na hapa Tanzania Alikiba anashika nafasi ya 6. Upi mtazamo wako kuhusiana na hii listi? Je, unaona kuna namna yoyote ambayo unaridhishwa nayo, ama kuna namna hivi tunasema kama wamechekecha hivi? Kwa sababu ukiangalia mziki wa hawa watu wote kuna namna hivi umepenetrate kwenye majukwaa mbalimbali. Hii ni kukumbushe tu, hawa jamaa wamekuwa wakitoa hizi takwimu mbalimbali kutokana na ufuatiliaji wao wa wasanii, hasa kwenye majukwaa makubwa ya kusikiliza muziki duniani, ikiwemo Apple Music, Audiomack, Boomplay na majukwaa mengine mengi ambayo yamekuwa akifanya vizuri. Lakini nafasi ya kwanza duniani kabisa inashikwa na msanii the late Mike Jackson, ambaye tayari ameshafariki dunia. Mpaka sasa hivi ni msanii gani ambaye ulitamani kumuona kwenye hii list, lakini hajatokea kabisa kwenye hii list? Na unaona namna gani ambavyo muziki wa Bongo Flava unakuwa ukilinganisha na kipindi cha nyuma mpaka inafika hatua ya kutambulika zaidi kimataifa. Mimi naitwa Gadizo. Msimu huu wa Sabasaba, usiruhusu biashara yako ipoe, kwa sababu Global TV inakupa fursa ya kuchangamsha biashara yako. Okoa hadi 50% ya gharama za matangazo na uwafikie mamilioni ya wateja kupitia vifurushi vyetu maalum vya Sabasaba. Chagua kifurushi chako kuanzia 2.5 hadi 5 milioni tu. Matangazo ya mitandao ya kijamii, Reels, radio na YouTube pre-rolls, vyote vipo kwa ajili yako. Ofa hii ni kwa msimu huu wa Sabasaba tu. Wahi sasa. Wasiliana nasi kupitia namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Global TV, tunakuza biashara yako.